mganga, kumbe ni kuvua mganga kwenye viatu hapa. Pumbavu zangu hapa, mbona nilijisahau. Sasa unajisahau nini wewe? Kwa hiyo unaweza kabisa kwenda kwa mganga unafu ukakanyaga na viatu kwenye genge lake? Mganga, naomba niliwe lazima, mganga uniwie lazima. Sema sasa shida yako nikusikilize kwanza. Mganga, mimi kusema kweli hapa nimeelekezwa kila mguu ninapokwenda naambiwa riziki langu liko kwako. Mganga, mimi na tatizo. Tatizo gani? Mganga, na tatizo kubwa. Tatizo gani? Hebu niambie kwanza na mimi nifahamu. Na tatizo gani? Nasumbuliwa na nini? Mganga, kila niendapo naelekezwa kwako ndo nitakuja kuponea kwako mganga. Mganga, mimi chini wa mguu wako mganga. Muamini mganga, mimi natamani. Nani kwanza alikuelekeza kwenye kigenge chako? Kigenge chako mganga. Allah! Kuna watu waiza wameshanielekeza wengi hapo. Kila niendapo mganga, kila mniendapo wananielekeza riziki langu liko kwa mganga Sabro. Sasa mganga Sabro, mimi naomba unisaidie hili jambo linaona kila siku. Una moyo lakini mganga, hilo ondoa shaka. Mimi niko tayari kwa sharti lote ili kimradi nifanikiwe katika maisha yangu, nisiwe na maisha ya zina. Okay. Wewe tatizo lako nimeshalifahamu lakini ila natakiwa uwe na moyo kwanza. Unatafuta utajiri? Ndiyo mganga. Kwa nini umejuaje mganga? Kila niendapo mimi unaniambia riziki langu liko kwako. Kila niendapo kwa mganga na nani ananisema niende kwako. Ila tatizo kubwa sio riziki tu labda ya kutafuta utajiri. Mimi na tatizo kubwa, kila mganga kiniambia ananiambia nipate nikifanikia hii shida mimi nitakuwa tajiri. Sawa kabisa, umefika hapo kwa mganga Dajjala. Anaitwa Masanja. Unafika kweli hapa kwa mganga, tatizo lako limeisha, lakini la uwe na moyo tu. Mganga, kusema kweli mimi nina moyo kweli, na mimi nimezaminia mafanikio yangu nipate na mimi changamoto nzuri kwangu, maisha yangu, wazazi wangu niwatunze, kila kitu mimi nahitaji kama walivyokuwa wenzangu mabosi, na mimi niwe big boss. Okay. Unaitwa Allah. Sawa sana, lakini la kijana nakuambia kitu. Unasikia kijana? Katika mafanikio uwe na moyo. Mganga, ninao moyo, lakini mganga, shida yangu mimi natafuta mafuta ya binadamu aliye kama anayejulikana msukule. Mimi kwa gharama yote mganga, mimi nitatoa kuanzia 3 mimi natoa tu. Shiki mradi wa ndugu zangu ni wachangishe mradi na mimi nifanikiwe maisha yangu. Natoa. Nani kwanza alikwambia hivi sisi kunapenda hela? Kumbe waganga nyinyi mnapenda nini? Ndio maana nilikuwa nakwambia hivi, uwe na moyo kwanza. Mganga, na moyo. Kwani kutoa hizo 3 si mimi milioni 3 sina, hata milioni 3 mimi sasa. Wewe mimi milioni 3 hizo asinitoshi kwa ukweli. Mganga, au nikuongezee? Hamna. Mimi mganga, milioni 3 hizo na tegemea tu nikauza shamba kingati na mimi nifanikiwe. Kuna shamba wewe, ndio maana nataka niendelee basi biashara zangu mjini mganga. Usiniache mganga, mimi ndio tegemeo lako mganga, na kuomba chonde niko kwenye chini ya mguu yako mganga. Nihurumie mganga. Okay. Unatafuta haya? Natafuta mafuta ya binadamu anayepaka kwa Kiswahili inajulikana kama msukule. Ndo haya sasa mafuta eti. Okay. Kijana, unasema hivi unatafuta mafuta ya binadamu eti? Ndiyo mganga, ndio utajiri wangu huo nategemea, ndio siri hiyo. Ilikuwa siri ya kwangu tu, na wewe mganga na wewe unitunze siri, ndio maana natafuta mafuta ya binadamu. Mimi niwe tajiri. Sawa. Lakini na mimi milioni 3 hizo hainitoshi kwa ukweli. Kwa nini nikuongezee mganga? Hapana, ila inatakiwa. Hapana, ila kwa ukweli hatuuzi kwa pesa. Kwa hiyo mnauzaje? Mnanipa ya bure ili nikafanikiwe, nitawarudishia shukrani. Na hivyo nitashukuru mganga kama umeamua na mimi kunisaidia, na mimi nitashukuru. Hapana, unasikia? Ndiyo. Inatakiwa mtoe kafara mtu uliyempenda. Mtoe tena mtu? Ndiyo. Mganga. Vipi bro, kwa kigugumizi? Semaje? Una shida gani tena? Kwa kigugumizi? Mganga, kwa hili sito tayari. Kwa nini? Allah!